Welcome to EGM TV. This is our Bishop, Bishop Francis Mayabi of Evangelical Gospel Ministry Churches Kenya, with his daily teachings of hope and healing. We're glad you're here. Enjoy your viewing and stay blessed. Asante sana kwako wewe unayenipata popote pale ukiwa ndani ya gari, ukiwa kwa usafiri, ukiwa nyumbani. Pokea hii message na Mungu akubariki sana. Nataka kusema nawe ya kwamba katika mwanadamu ana miili miwili, mwili wa roho na mwili wa kufa. Mwili wa roho ndiye mwili mtangulizi uliye na muda mrefu pasipo huu mwili kama bado haujapatikana. Mwili wa roho tunaupata ya kwamba katika maandiko Genesis chapter 1 unapata ya kwamba mwili wa roho wa Mungu ulikuwa umeelea juu ya maji. Kwa hivyo kumaanisha hata Mungu alikuwa na miili hizi miwili. Maana Mungu mwenyewe anasema ya kwamba alituweka katika mfano wake, alitufanya katika mfano wake. Kwa hivyo wewe ambaye uko mahali pale, ukisoma katika kitabu cha Yohana, John, unapata ya kwamba God is spirit. Nataka nisungumuza nawe ya kwamba wewe unanipata ya kwamba mwili wa roho una muda mrefu kwa mwili huu wa kufa. Na mwili huu wa kufa una ujanga kwa mwili wa roho. And that's why unapata ya kwamba mtu akipakawa na mapepo inamsukuma sana kuliko mtu wa nje. Na unapoweza kutengeneza mtu wa nje hata kwa vipoko, kwa vita, kwa maneno, hautaweza unless umedili na mtu wa ndani. Maana mtu wa ndani ana utangulizi wa ukomavu kuliko huyu mtu wa nje. And that's why watu ambao wamepakawa na evil minds, evil spirits, evil thoughts, kumkeuza, kumrudisha katika njia iliyo sawa, unapata ya kwamba sio rahisi. Maana yule evil spirit anamlidi vyenye anakula, chenye atakunywa, chenye ataweza kufaa, chenye ataanza kufikiria, mishoni zake, inamtuma kwa marafiki, inamtofautisha kwa watu, inampea marafiki wenye wanaendeshana na ile evil spirit. Na unapata ya kwamba mtu huyu unapoweza kumwongelesha vizuri, anaweza kuambia kwamba hajijui na hajui ni kwa nini anajipata katika ile evil situation. Kwa sababu gani? Hata hao wanatenda yale mambo ambayo wenyewe hawaipendi kutenda. Mwenzangu wewe unayenisikiza, ni kwamba hiyo roho iliyotangulia ndani mwako na inakulead kufunja, kuharibu, kufanya vibaya, kula vyakula vya kuharibu, vya kufanya mwili wako ukue na kishetani. Sio mwili wa nje huu unaofanya haya, bali ni yule mtu aliye ndani tunayemuita roho. Sasa huyo ndiye ako na evil, vitu ambavyo ni vya evil. Na ukitaka mtu wa ndani aingie, yule atakaye kupatia peace of mind, atakaye kufanya ufikirie vyema, atakaye kufanya utoke ndani ya ushirikina, ndani ya madawa, ndani ya uchawi, ndani ya kuteka watu, ndani ya kuweza kuua, ndani ya kunyonga watu, ndani ya kunywa damu, ndani ya kufanya mambo ambayo sio godly, ni wewe kumpokea Kristo, ili roho ya Kristo iliyo na peace of mind inapoingia, inaanza kufight ile roho. Maana ile roho iliyo ndani ya mtu ni roho ambayo inaweza kufanya uwe mnyama ama wazimu wa kitu. Kuna watu ambaye hiyo anga wakati ambapo ilitake control ya maisha yao, imewaharibu wengine hawachielewi, imewatuma wengine kufa, imewaweka katika stressi, imewatia magonjwa aina mingi katika miili zao. Je, wewe unataabika kwa kitu gani? Je, hiyo roho inakusumbua? Je, hiyo anga inakutatiza? Basi wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia, fuatilia channel hii, na wakati utakapoweza kunitazama, namba yangu ndio hiyo, uipige. Tutaweza kuongea the way utaweza kuhandle hiyo anga, na Mungu
akubariki. Please feel free to contact our Bishop, Bishop Francis Mayabi of Evangelical Gospel Ministry Church on 0724 276 350.